hapo. Mheshimiwa Ruto kidogo nataka tu pande geji kidogo tuangazie masuala yake. Wewe ni mwanasiasa Mheshimiwa Ruto, umekuwa katika siasa hizi muda mrefu tena zaidi, na muhimu tena zaidi tusikie kutoka kwako mipango yako, mipangilio yako ya kisiasa kuelekea mbele vile vile. Kwanza kabisa, wewe ni mmoja wa viongozi katika kaunti hii ya Taita Taveta ambaye tangia gavana wa sasa Andrew Mwadime Wakuja achaguliwe umekuwa ukisisitiza kwamba kwa sasa gavana ni Andrew Mwadime Wakuja, apatio muda atekeleze ile kazi, ile manifesto yake atekeleze. Na kila wakati katika majukwaa, nimekutana nawe mara nyingi katika majukwaa yote, umekuwa ukisisitiza hivyo kwamba gavana ni mmoja sasa, gavana ni Wakuja, apatio nafasi afanye kazi. Lakini ndio amepewa kazi sasa, tuko katika mwaka wa 4. Unazungumziaje utendakazi wa gavana Andrew Mwadime, tukizingatia kwamba wewe ndio ulikuwa mwanzilishi wa ugatuzi katika kaunti yetu ya Taita Taveta? Ni kweli kabisa, na asante, na nataka pia kurudia hilo ndio kwamba ni vizuri kabisa kwamba kila wakati tupatie nafasi wale ambao walichaguliwa na mwananchi, ndio nafasi waweze kufanya zile kazi ambazo walizopewa. Ndio na wakati wa uchaguzi utafika baada ya miaka 5, tutakuwa tena nafasi ya kuangalia kwamba nani atakuwa gavana wa kaunti yetu, nani atakuwa seneta, nani atakuwa kiongozi wa kina mama na wabunge na MCAs. Na pia ni kutambua kwamba upende usipende, ndio yule ambaye alichaguliwa, yule ambaye yuko ofisini, yule ambaye yuko mamlakani, ndiye ana mandate, ndiye ana ufunguo, ndiye anatambulika katika county na vile vile kitaifa. Ndio upende usipende. Kweli. So mimi hapo I'm very clear in my mind. Awe ni nani yule ambaye amechaguliwa, huyo ndio lazima tumuunge mkono. Na pia point nyingine ni kwamba unajua mimi bado ni mkazi wa county hii. Taita Taveta. Kweli kabisa. Kwa hiyo kando na kwamba siko ofisini, ndio lile kidogo ambalo ninaweza kufanya, ndio kama mtu binafsi, bado nafanya. Kweli. Pale mahali ambapo naona naweza kuweka mkono wangu, ndio utaalamu wangu, ile maarifa niko nayo, bado nafanya kuweza kusaidia jamii. Kwa hiyo hilo bado linaendelea. Ndio swala la kwamba utendakazi wake uko namna gani, ndio labda ni vizuri kuliongelea tu wakati mwaka ujao. Ndio manake atakuwa maliza miaka 5. Sasa ndio unaweza kuangalia scorecard yake. Lakini mimi naweza kuzungumzia yangu, na najua tutapata nafasi ya kutosha ya kuzungumzia leo. Lakini naweza kuzungumzia, nakumbuka mambo ambayo nilifanya. Na kuna siku nilikuwa na vijana wa Taita Taveta Students Association, ambao ni vijana kutoka kaunti yetu ambao wako vyuo vikuu kadhaa. Ndio na hilo swala wakaniuliza pia, nikasema mimi kitu ambacho naweza kusema ni hivi. Ndio bajeti yetu ya kwanza ya kaunti hii ilikuwa ni 2.4 billion. 2.4 billion ndio ulianza nayo county. Ya budget ya kaunti yetu hivi sasa, zile pesa ambazo tunapata ni 7.2 billion. Kweli kabisa. Ndio mara 3. Ndio na uchache huo, ndio nikitoka 2017 tulikuwa tunatoa matibabu ya bure kwa wazee, kila mama wajawazito, na watoto wachanga. Na tunatoa basari, na tunalipa mishahara. Na nakumbuka pia by 2017 tulikuwa kila sub county ilikuwa na grader na kutengeneza barabara. Kweli. By 2017 kila sub county ilikuwa na tractor ya kusaidia mambo ya ukulima. Kulimia watu mashamba kwa bei nafuu. Tulijenga ECD centers mingi, tusikumbuki idadi, lakini karibu ya 200. No, in fact I think 180 na kitu hivi. Vocation training center workshops karibu 20. Nikitoka watoto wa chekechea walikuwa wanapata lishe shuleni. Tulikuwa tumeanza kuwanunulia magodoro
ili wakicheza wakichoka wanaenda wanapumzika. Nakumbuka wanaenda wanapumzika. Ndio nakumbuka Albert. Nakumbuka kabisa. Watoto ambao wanasoma japokuwa shule za upili zilikuwa haziko under the county government. Ndio. Lakini kwa tumeanza kutoa lishe kwa watoto wa kidato cha 4. Ndio. Wakati wanafanya mtihani. Ndio. Kwa miaka 3 tulitoa. Performance ikabadilika kabisa. Maana kuna watoto wengine huwa lunch hawapati. Ndio. So nachosema tu mimi nikiona 7.2 nikiona 2.4 mimi naona kwamba kuna mambo mengi ambayo tungeweza kufanya. Kabisa. Kuna kitu mheshimiwa, nafikiri ilikuwa wakati wako ulianzisha inaitwa Datu Sawazisha Fund. Yes. Kuwezesha vijana na kina mama katika kaunti hii. Na ni jambo ambalo lilikuwa practical. Kabisa. Very practical. Ndio. By the way, hata hii mambo nasema ya free medical matibabu ya bure ya wazee na nini, kaunti zingine sasa ndio wameiga. Makueni imeiga hiyo sasa. Ndio. Murang'a wameiga hiyo, Kiambu wameiga hiyo. Sisi tulikuwa tumetoka huko kitambo kabisa. Ingekuwa sisi inaendelea vizuri. Ilianza enzi zako. Ilianza wakati huo. So unahisi marake, sijui unazungumziaje, marake kuna juzi mbunge Undanyi Danson Moshako akizungumza akasema kuanzia 2013 mpaka sasa hakuna maendeleo inaonekana katika kaunti ya Taita Taveta. Labda unaposikia matamshi kama hayo kwa viongozi wakizungumza kwamba hakuna maendeleo tunaweza kuona kuhusiana na kaunti ya Taita Taveta, labda unazungumziaje swala hilo? Mimi naweza kumwambia tu wakitaka naweza kumpatia orodha ya ECD centers ambazo tulijenga. Ndio. Si siri ziko hapo. Kitu kingine ambacho hizi vocational training centers moja iko Bundanyi, Magafa. Magafa. Nafanya vizuri. Tulijenga, ilikuwa haiko vile. Naam, nakumbuka. Ilikuwa ya kwanza ya gorofa. Tukaijenga na gorofa. Kweli kabisa. VTC center karibu ya zote tulikuwa tumewapatia miradi. Nakumbuka wa Tausa. Tausa tuliwapelekea ng'ombe wa maziwa. Ndio. Na zingine sijui ni Kishamba pia tukawapelekea ng'ombe maziwa. Ya swala la ufugaji, production, tulikuwa nazita ziwe kama production centers. Ndio. Wengine tukawapelekea sungura. Wengine tukawapelekea vifaranga vya kuku. Ndio. Wengine tukawapatia hizi mashini za incubators. Ndio. Mayai ili waweze kuangua mayai, waweze kupata vifaranga. Ndio. Mambo yalifanyika ambayo yaliweza kufanyika kulingana na ile pesa ambayo tulikuwa tuko nayo. Na ni kama vile tulivyosema kule nyuma, wakati mwingine unaweza kuangalia useme hii maisha ni ngumu sana sasa. Ukirudi nyuma kidogo mtu akwambia hata kwetu ilikuwa ngumu tu. Ilikuwa ngumu. Na si kwamba ati wabunge pia wamemaliza matatizo yote. Hawawezi kumaliza matatizo yote ya jamii. Ndio. But me have no doubt at all kwamba tulijaribu kwanza kama swala, hata nimekumbuka tena. Ndio. Tulikuwa na mobile library service ya kuzungusha vitabu. Kweli nimekumbuka. Sasa zile shule maana tulifikiria hatuwezi kujenga library katika shule zote kwa haraka. Lakini tunaweza kuzungusha vitabu. Sasa tukawa tunaboro vitabu kutoka katika library ya Bundanyi. Vinazungushwa shule zote za county. Wanapata vitabu. Na si uongo, lakini performance ya county wakati ule ili improve. Kweli. Mpaka tulipoachana hivyo vitu tulipotoka vikaachiliwa vikacollapse na nini tukarudia pale. Mheshimiwa Mrutu, moja changamoto ambayo tumesikia serikali ya sasa hususan ya Governor Mwadime anasema kwamba mgao unachelewa sana. Sijui kama wakati wako kulikuwa na changamoto kama hizi, mgao kuchelewa na masuala kama yale. Sina details vizuri, lakini hata kwetu pia kuna miezi zilikuwa zinachelewa. Lakini pia tulikuwa tuna mipango na benki kadhaa. Sasa tukichelewa tunachukua overdraft. Sina shaka pia lazima hata na wao wanafanya. Ndio. Na sina facts vizuri, kwa hiyo siwezi kulichangia. Sijui kama zinachelewa miezi 3 ama miezi mingapi. Ndio. Lakini ukweli kabisa ni kwamba imefika mahali sasa kwamba hata landlords, watu ambao wenye manyumba wanafikiria mara 2 mara 3
kukubali mfanyakazi wa county. Ndio. Kweli kabisa. Akodeshe nyumba. Nyumba kweli. Kwa sababu wafanyakazi ukweli ni kwamba wanakwenda miezi 2-3 si kwamba hawajalipwa. Sijui yalifanyika wakati wako? Hapana, miezi 3 hapana. Mwezi moja nakumbuka ilifanyika, miezi 3 la. Miezi 3 la. Ndio. So sijui. Sina facts za kutosha. Okay. Tuzungumzie kuhusiana na sekta nyingine muhimu sana katika kaunti ya Taita Taveta. Sekta ya afya imezungumziwa sana kila wakati, left, right and center. Labda utazungumziaje idara ya afya kwa sasa ikilinganishwa na wakati wako ukiwa governor wakati wa 2013-2017? Ninachosema mimi ndio. By 2017 ndio wazee walikuwa wanapata matibabu ya bure. Kila mtu anajua hiyo. Ndio. Kina mama wajawazito wanapata matibabu ya bure. Ndio. Watoto wachanga. Na kwa nini hayo makundi matatu? Ndio. Ni kwa sababu utafiti ulioko ni kwamba kama kuna watu ambao husumbuliwa na matatizo ya afya na magonjwa ni hayo makundi matatu. Watoto wachanga mpaka miaka 5. Ndio. Tunajua mara nyingi ukienda ni wao wanakimbizwa hospitali. Kundi la pili kina mama wajawazito, alafu na wazee. Na ndio maana tukasema kwamba hao wacha tuwasaidie kwa sababu kama wazee watu wengine hata hawana pesa, hawana mapato, hata kilimo ni shida. Sasa ukimsukuma kwamba kwamba lazima walipe, ni ngumu sana kwao. So kwangu mimi hiyo ilikuwa ni priority ya kwanza. Na hata kama ningerudi tena kuwa gavana, afya kwangu lazima iwe ni priority. Na kwa sasa hata kuna mambo mengi pia ambayo ni vizuri kuyaelewa. Manake kando na huu mgao wetu ambao tunapata, na hata kama ni pesa ni kidogo, maybe 7.2 billion, labda ni kidogo kweli. Kila wakati tunataka pesa nyingi. Lakini pia kuna pesa zingine zinakuja kupitia SHA. Sasa hiyo 7.2 pia uongeze na za SHA. Uongeza pia za SHA hapo juu. Ndio. So nikisikia kila wakati kwamba vitu havifanyi, madawa hakuna, mimi nashindwa kuelewa. Hilo sielewi. Nashindwa kuelewa. Nashindwa kuelewa kabisa. Manake pia ama niseme tu nashindwa kuelewa. Manake sina facts. Nataka tutoke hapo tena tuangazie jambo lingine kuhusiana na wajiri. Tunavyojua kwamba sheria ya wajiri inapaswa kuwa 35 kama sijakosea, lakini katika kaunti yetu ya Taita Taveta ile wage bill yetu imekwenda mpaka 53%. Unazungumziaje hilo Mheshimiwa Mrutu? Na mengine husema kwamba yalianza na wewe. Wanasema kwamba yalianza na serikali ya Governor Mrutu. Sasa okay, turudi namna hii. Ndio. Kama nilivyosema bajeti yetu ya kwanza ilikuwa 2.4 billion. Ndio. Ya sasa iko 7.2. Kama wage bill iko around 50%. Ndio. 50% of 7.2 ni 3.6. 3.6 billion. Ndio. Kama wage bill yetu ingekuwa 3.6, hakuna kitu tungeweza kufanya. Maana ingekuwa pesa ni yote naenda huko. Ingeenda kweli. Ndio. Si hivyo tu, nasikia hata magari mengi ambayo yako ni yale ambayo tulinunua sisi. Ndio. Na hiyo 2.4 na hiyo 2.4. Hiyo tu. Hiyo 2.4. Ndio. Ofisi ya gavana mahali ana operate from kwa sasa. Ndio. Tulijenga sisi. Na ile ilikuwa ni actually kwetu sisi ile ilikuwa ni sub county office. Kweli. Kumbuka kabisa. That was Mwatate sub county office. Ndio. Taveta kulikuwa na moja hapo kidogo, kwa hiyo kwa sasa tulikuwa tutumie hiyo. Na Voi pale mahali municipal council ilikuwa tu renovate hiyo, tutumie hiyo. Lakini Mwatate kulikuwa hakuna, tukajenga hiyo. Lakini the long term plan ilikuwa pia ni kwamba every sub county kuwe na ofisi ambao all the departments ziko. Yani ukienda kama ni education unapata hapo, livestock, agriculture, everything, water, kila kitu iwe ni one location, ili iwe rahisi kutoa huduma. So hayo ndio yalikuwa malengo yetu.
So mtu akisema kwamba haya matatizo yalianza 2013 2017 ni kumuuliza tu, I mean kama tungekuwa kweli our wage bill was that high, ndio hata hatungeweza kufanya lolote. Na swala la wage bill kama liko high, lakini huwa haipiti miezi 6 sijaona advert ya watu wengine kuajiriwa. Ndio sasa kweli. Sasa na hiyo pia nilisema, na hiyo kitu nasema hata tukiwa na wakujaa anajua my views about it. Ndio tulikuwa tunazungumzia mambo ya biashara, kilimo. Ikifika mahali kwamba shambani pesa unayopata kutoka kwa mazao unayouza, ndio mishahara inakula kila kitu, lazima uanze kujiuliza sasa, hapa hii nalimia hawa jamaa wafanyakazi ama nataka na mimi nibakie na pesa nyingine nifanye kitu kingine. So sijui mimi changamoto ziko wapi, lakini clearly something is not right. Clearly. Mheshimiwa Mrutu, ukiwa kama gavana 2013 2017, kuna wakati labda haukuweza kurimiti zile statutory deductions kwa wafanyakazi wako? Albert, sikumbuki. Wacha nisiseme ndio ama la. Wajua ni kitambo bwana. Lakini miaka 7 si Albert mingi. Mzee nao ndio huo bwana, unaninyemelea. Nafikiri unaweza kumbuka Mheshimiwa Governor yupo labda, maana hiyo ni changamoto. Nasikia kwamba kuna hela ambazo zinapaswa kuwa ni matozo yale kwenda sijui katika mshahara NSSF hazikwendi zile. Na sijui kwa experience yako unaweza hisi changamoto, maana hiyo ni changamoto wafanyikazi wanapitia kwa sasa. No, hilo tatizo nimelisikia. I mean nimelisikia, I mean liko kama kawaida. Of course wafanyakazi ni pia ni binadamu, wamekopa mikopo mahali. Sasa inakuta kwamba hii mikopo ni kama ambaye hailipiki, wanawekwa stress na pale mahali wamekopa pesa. So niseme tu mambo ya financial discipline is very important. I mean hiyo lazima tuseme, lazima kuwe na financial discipline. Pesa za watu kama ni deductions zimekuwa deducted, lazima zilipwe. Manake ni haki ya yule mfanyikazi. Na mambo ya wage bill lazima iangaliwe. I mean haizi kuwa kwamba kila wakati wafanyikazi wanaongezwa. I mean kuna wakati nilisikia, na sina hakika, kuna wakati nilisikia kama mfano kama shirika letu la maji la Tavevo, kwamba lilikuwa limeajiri watu na wakawa hata wamekosa nafasi ya kuketi, walikuwa wanakaa boardroom. Wamekuwa wengi sana. Yani ilikuwa hata nafasi za ofisi hawana, wanakaa boardroom. Ndio. So Taveta is also Tavevo is also another sehemu nyingine ambayo pia inataka kuangaliwa vizuri. Manake nimesikia mheshimiwa wa Taveta John Okano Bwire vile amekuwa akizungumzia ile swala la Tavevo. Unasema kwamba Wataveta kweli mheshimiwa Wataveta hawako katika lile shirika la Tavevo? Mimi sijui the whole composition lakini kuna wakati alitoa hiyo orodha ya senior people katika Tavevo. Ndio. Na ukweli kwamba wakawa wachache sana. Ndio. But 2013 2017 hali haikuwa mbaya namna ile. Lakini I mean obviously people retire. So wakati wa replacement I don't know what policies they are adopting. Lakini clearly kwetu sisi 2013 2017 tulikuwa tuna deliberately the instruction ambayo tulikuwa tumepatia the county public service board is to make sure that there is equity katika all the four counties. So obviously shughuli ya kuajiri ilikuwa ni yao. Lakini tulikuwa tumewaambia kabisa kwamba lazima tuhakikishe kwamba kuna equity. Lazima all the 4 sub counties ziwe represented every time there is employment. I mean manake pia ni walipa ushuru ni wakazi wa county. Sasa na tukisema mfano kwamba all the four sub counties hatulengi kikabila,
kitu nasema lazima awe ni mkazi wa all the 4 sub counties. Lazima awe ni mkazi wa kaunti ya Taita Taveta. Kuna swala lingine tu la mwisho Mrutu, masuala ya pending bill. Masuala ya pending bill vile vile yamekuwa ni masuala ambayo yamekuwa yakizungumziwa sahihi. Kwa sasa tunavyozungumza tumefika I think almost 900 billion katika masuala ya pending bill, na yanatatiza kweli katika utekelezaji wa majukumu yetu. Na zaidi ya yote nilisikia wakisema kwamba hizi pending bill zingine zilitokana na serikali ya Governor John Mtuta Mrutu. Sijui unasemaje kuhusiana na hilo swala Mheshimiwa Mrutu? Swala la pending bill liko namna hii. Kuna katika natafuta neno la Kiswahili la accounting, naitwaje, ni uhasibu ama masuala ya accounting Kiswahili naitwaje? Uhasibu. Katika kuhasibu kuna system mbili. Kuna uhasibu ambao unalenga fedha jinsi zinavyotoka na kuingia. Na kuna uhasibu mwingine ambao unaangalia shughuli. Shughuli ile mambo ambayo yamefanyika. Mtoe mfano. Ule uhasibu ambao unalenga pesa kuingia na kutoka, ikiwa mradi unafanyika, ikiwa jengo linajengwa, mfano darasa la ACD liwe limejengwa, limepauliwa, imepigwa plaster, lakini halijapigwa rangi, hata kama na milango na madirisha imewekwa, lakini imefika tarehe 30 ya mwezi wa 6, manake hiyo hapo ndio mwisho wa kipindi cha fedha kwa serikali. Katika vitabu huo mradi hautaonyeshwa kwamba umetumia hata shilingi moja. Pesa itahesabika kwa huo mradi ikiwa wakati imelipwa. Hata kama limejengwa limeisha kabisa. Lakini kila kitu akijamalizika, ikasainiwa, ikalipwa, katika vitabu itaonekana kwamba haijafanyika. Kweli. Ile system nyingine ambayo nimetaja, kila mwisho wa mwaka wanaangalia zile shughuli ambazo zimefanyika. Sasa mradi kama huo inakubalika kihesabu kwamba umefanyika, na pesa yake inatambuliwa kama ni pesa fulani ambayo imeenda kwa mradi kama huo. Hasa ni kweli kwamba by 2017 kuna miradi ambayo tulikuwa tumeacha imefanyika, lakini haikuwa haijalipika kwa sababu moja ama nyingine. Certificate haijatoka, labda haijapigwa rangi, vitu kama hivyo. Lakini sasa pesa yake si kwamba inapotea. Pesa yake ni kwamba ule utaratibu wa serikali ni kwamba kila mwisho wa mwaka pesa ambazo hazijatumika mpaka hiyo tarehe 30 ya mwezi wa 6 zinarudi Central Bank, ndio zitoke tena. Sasa ule mwaka, sasa huo mradi ambao nimeutaja huo unahesabiwa kama pending bill. Kwa hiyo ni kweli kwamba hasa sisi ambao tulifanya kazi ya ujenzi sana, palikuwa na pending bill, lakini pesa zake pia zilikuwa zipo. Ule mwaka uliofuata hizo pesa zilikuweko. Lakini sasa baadaye ni kwamba watu wengine walipoingia, zile pesa zikatumika kivingine. Unanipata Nakupata mheshimiwa. So hapo ndio swala la pending bill. Hata katika serikali nyingi lina hilo tatizo. Katika private sector wanaangalia ile kazi ambayo imefanyika. Kama ilikuwa kwenye bajeti na imefanyika, inatambulika. Kama mfano kama mradi ulikuwa ni wa shilingi milioni 10 na umefanyika nusu, inatambulika kwamba
milioni 5 hiyo kazi yake imefanyika, hiyo pesa yake inawekwa kando. Haisabiki kama pending bill. Ndio. Haisabiki. Ukitoka Mheshimiwa Ruto, uliwacha pending bill yako ilikuwa pesa ngapi? Sikumbuki bwana. Sikumbuki. Wewe Albert, ya maswali yako. Mheshimiwa unasema uzee. Anyway, hamna wasiwasi Mheshimiwa. Nataka niulize, kuna swali, manake si mimi tu peke yangu, mimi ni mkazi wa kaunti ya Taita Taveta vile vile. Nazungumza na watu, nasikia watu wanauliza. Na wengine walipoona kwamba Mheshimiwa Ruto atakuwa hapa kaniuliza, muulize Mheshimiwa hili tujue tu. Tunataka tujue kwanza, manake watu washaanza kujipanga 2027. Mheshimiwa John Mtuta Ruto, una mpango gani kuhusiana na 2027? Baraka kila mtu sasa naona kila mtu amejipanga, ameanza kujipanga. Mheshimiwa Ruto ndio watu wanasubiria. Albert, siwe haya maswali yote magumu hivi. Unajua sasa wakati mwingine wanasema mtumwa hauawi. Nilivyokueleza nimetumwa tu. Nakubali. Ndio. Mimi kwanza niseme namna hii. Ndio. Kama tumegusia pale mapema, mimi ni mwenyekiti wa shirika la FC. Kweli. Shirika la kiserikali. La kiserikali. Ndio. Na hiyo shughuli nitafanya. Lakini vile vile ndio mimi nikiangalia kama mkazi wa kaunti hii, nikiangalia hii serikali ya Daktari William Samoei Ruto, ndio ile miradi ambayo ametufanyia, ile ambayo imeanzwa na ile nyingine ambayo karibu inaanzwa, na nikifananisha na zile serikali zingine, ndio mimi kama mimi naona huyu bwana ndio hakututenga, hakutusahau, ndio ametuhesabu kama Wakenya wengine. Na kwa sababu hiyo ndio mimi katika mambo ya 2027 nitakuwa kwa timu ya William Samoei Ruto. Okay, niko hapo. Kwa hiyo swala kwa ufupi niko kwa hiyo mambo ya 2 term. Wewe ni mtu wa 2 term. Mimi niko mambo kwa 2 term. I mean hapa Voi. Ndio. Juzi tulikuja hapa na timu nyingine, ile government delivery unit. Ndio. Kuna ile majumba yako pale Mwakengali pale. Kweli. Na maybe ikifika mwezi wa 6 wa 7 hivi, haya manyumba yatakuwa yako tayari. I mean si story, nyumba zinaonekana. Ikaja hapa soko yetu hii hapa. Pia umesema kufikia February next year iko sawa. Itakuwa iko sawa. Na jinsi wanavyosema ni kwamba itakuwa ni kitu cha kishua, yani cha kubadilisha uso wa mji wa Voi kabisa. Ghorofa 3 hivi. Ghorofa 3. Ndio. Tukapitia Ikanga pia. By the way, mradi wa Ikanga walinipeleka binka fry sana. Maana yake ni kitu ambacho nilikisukuma mtu binafsi. Tukiwa na Rais Uhuru wakatengeneza hiyo runway. Sasa nikiona kwamba wanasukuma wa operationalize, I feel very very happy about it. Ndio. So mipango yangu binafsi kwa sasa, nimeona pale mahali imefika niwe niangazia maswala ambayo yatakuwa yanatatuliwa kwa kiwango cha kitaifa. Mfano kama lile swala tumeligusia la ardhi ya urithi. Kweli. Hilo katika kiwango cha kaunti hatuwezi kulitatua. Kweli, mambo ya kitaifa ya kitaifa. Ndio. Kwa hiyo maamuzi yangu kwa sasa ni kwamba wacha ni 2027 nitaenda Senate. So 2027 officially Mheshimiwa Ruto unawania kiti cha useneta katika kaunti ya Taita Taveta. Sio kuwania, naona nitakuwa senator. Utakuwa senator wa kaunti ya Taita Taveta. So kitu kikubwa sana kama senator unataka kukiangazia, na wadhatu tumesema utakuwa senator kufikia uchaguzi wa mwaka 2027 katika kaunti ya Taita Taveta, masuala ya ardhi, masuala ya mipaka. Wengine watasema kwamba wakati mipaka imekuwa na changamoto, nafikiri wakati wako vile vile ni swala ambalo lilikuwa limendoga sana, masuala ya mipaka yetu katika kaunti ya Taita Taveta. Maybe ni masuala ambayo tunatarajia kuona kwamba Ruto anayachukua. No, swala la mipaka sisi tulianza. Wakati huo tuliunda jopo kazi. Ndio. Hiyo ndio Kiswahili safi. Jopo kazi. Ndio. Ndugu yetu huyu Wilson Mwang'ombe, kweli, ambaye alikuwa MCA hapa Mbololo hapa. Tukampatia wawakilishi kutoka maeneo yote ya county. Ndio. Kaambia wafanye utafiti kwa sababu wale watu ambao wana historia mipaka yetu wanazidi kuzeeka. Ndio. Na wengine wanazidi kufa. Na wakaichukua, wakairekodi, wakaiandika.
Kwa hiyo swala la mipaka mimi itakuwa ni kazi ya kuendelea. Manake groundwork tulikuwa tushaifanya wakati huo. Najua bungeni kuna kitu ambacho hakijafanyika. Kulikuwa kuundwe sheria ya kudili na disputes kama hizo. Hiyo sheria haijatungwa. Kama haijatungwa, hiyo itakuwa ni kazi yangu ya kwanza kuhakikisha kwamba hiyo sheria imetungwa ili tuweze kutatua hayo matatizo ya mpaka yetu. Kama tulivyozungumzia mapema, swala ni swala kidogo, lakini ili swala la title deed mimi linanigusa sana. Manake kuna wajane wengi nimewaona, mtu anakuangalia hivi unaona anaumia. Anaumia na huwezi kumsaidia. So hayo ni kati ya mambo ambayo nitashughulikia. So kuanzia sasa mpaka ikifika hiyo Julai, wakati huo mimi ajenda yangu nitakuwa niko nayo kabisa. Nitajua kwamba nitaenda pale kufanya kitu gani. Mheshimiwa Mrutu, tukizungumzia tu masuala haya ya uchaguzi kuelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, mbona hutaki kumalizia ile one term ulibakisha? Kuna one term umebakisha kama governor. Hauna mpango wa kumalizia hiyo term? Ndio hivyo, mambo ya kufanya ni mengi. So na huwezi kufanya kila kitu. So unakubali tu kwamba wacha watu wengine waje na fikra zingine na mawazo mengine, na wao wafanye hayo, na wao wafanye kitu kingine. So mambo ya governor sasa, ama labda baada ya huko Senate umemaliza mambo ya governor? Nimemalizana naye. Umefunga mambo ya chapter ya governor? Kabisa. Swali langu tu la mwisho, chama utatumia gani kwa nia kiti cha useneta? UDA bwana. UDA. Mimi niko UDA bwana. Sasa Mheshimiwa Haika vile yuko UDA na wania kiti cha useneta. Mtafanyaje hii mambo? Nyote mnatoka kule Taveta. Kuna utaratibu. Kuna utaratibu. Hata mtazungumza mmoja waachie mwingine ama mtakwenda mchujo? Wajua sasa kila kitu kitajipanga bwana. Mimi sioni si kitu cha watu kukosa usingizi. Kila chama, mchujo itakuwa sio mara ya kwanza. 2013 ulikwenda mchujo. Nilienda mchujo. Michujo inafanyika. So it's not an issue. Na watu wanauliza sasa watoka Taveta, Haika kutoka Taveta. Lazima tutoe mawazo kama hayo. Ni mawazo ambayo sio sawa. Wanaona kwamba ni vita vya wenyewe kwa wenyewe kule Taveta. Lakini lazima tuangalie kwa kiwango cha county. Sote ni wakazi wa county hii. So na mimi husema kwamba uzuri katika haya mambo ni kwamba kuna referee. Na referee ni mwananchi. So kama ni mchujo, wananchi akisema ni wewe bwana ama ni wewe mama, si hiyo mambo imepita. Na mimi huwa sifanyi siasa ya malumbano. Tunazungumza na wananchi, tunajieleza. My mind is clear what needs to be done. Ikiwa naweza kuconvince mwananchi kwamba hayo ni masuala muhimu, sina shaka kwamba wananchi wataniunga mkono. Sina shaka kabisa. Gavana Mrutu anasema kwamba yeye mambo ya gavana amemaliza, mambo ya useneta. Kwa hivyo in case mchujo amesema si wewe, basi utaunga candidate Haika mkono. Okay. Asante sana mheshimiwa. Kuna swali moja hapa nimelikumbuka tu kabla nimalizie. Na ni swali ambalo Mheshimiwa Bwire amekuwa akilizungumzia sana. Of late anaizungumza sana, na ni jambo ambayo imezua mazungumzo katika mtandao. Ukienda katika vikao vya kahawa watu wanalizungumza. Amesema kwamba 2027 deputy governor yoyote yule ambaye atachaguliwa lazima kuwe natoka kule katika kaunti ya Taita, katika kaunti ndogo ya Taveta. Na mheshimiwa governor kuja amezungumza akasema, jamani, hii ni kama ni kugunganisha wananchi wa Taveta na wananchi wa maeneo mengine. Sijui nazungumziaje ile swala mheshimiwa Mrutu? Lazima umwelewe mheshimiwa Bwire kwamba unajua lazima aonekane atetee watu wake. Kwa hivyo lazima aonekane kwamba yuko mstari wa mbele. Atetee watu wake. Sasa unajua naye anatafuta kura. Na hizi kura kuma utafuta kura haina formula. Ndio. Ama vipi? Kweli. Haina formula bwana. Sasa
sioni kwamba kuna swala la kugunganisha watu. Mimi sina shida na hilo swala kwamba Bwire anasema hivyo. Yeye anatafuta kura zake. Ndio. Ana upinzani na yeye pia ameshikwa koo. Hata yeye yuko na kibarua upande ule mwingine. Hata yeye ana kibarua chake. Sasa naona mahali kuponea ni ajionyeshe kwamba anatetea watu wake. Ndio. So it's a valid thing. I mean, nishasikia watu wengine wakisema kwamba huu ni wakati wa Voi. Ndio. Kweli? Kweli kabisa. Yeah, so kwanza alikuwa ni Wataveta, wa pili kutoka Undanyi, watatu wamepata. Sasa Voi ndio amepata. Sasa ni wakati wa Voi. Ndio. Yeah, so those are views za watu. So lazima, I mean, sio kitu cha kufanya ati tukose usingizi. Ati mtu fulani kasema huyu ni wakati wa Voi. Ndio. Eventually. Na uzuri hapa kwetu. Kwanza hii Voi hii. Ndio. Wataveta wako hapa. Watu wa Undanyi wako hapa. Kweli. Watu wa Matatu wako hapa na watu wa Voi wako hapa. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Si ndio? Kila mtu amekuja hapa. Kila mtu amekuja hapa. Ndio. Ukija Taveta vile watu wote wako hapa. Kweli kabisa. Kuna watu wa Voi, kuna watu wa Matate, kuna watu wa Undanyi, kuna watu wa Taveta. So si kitu ambacho hata tukose usingizi kwa sababu mbunge wa Taveta amesema iwe ni nafasi ya Taveta. Yeye anatetea watu wake, anatafuta kura zake, anajitetea. So yeah. What's more important ni kabisa ni kwamba kile kitu tunachofanya kuanzia mambo ya employment na allocation of resources tuhakikishe kwamba there is equity. Ndio. Kwamba kila sehemu na waone kwamba wajione kwamba ni watu wa county. Ndio. Tukifanya hivyo hakuna shida. Na I know mbunge wa Taveta pia amezungumzia swala la Tavevo. Kweli. As a water service company. Akasema yeye mapendekezo yake ni kwamba Taveta iwe na its own water service company. Kweli. Hiyo pia iko controversial. Lakini pia ukweli ni kwamba mimi have also done a bit of research. Actually nilifanya kitambo when nilipokuwa vice chair of a council of governors. Ndio. Kilifi ina I think 2 or 3 kampuni za usambazaji maji. Yes. Ndio. Yes. Malindi na yake. Ndio. Kilifi na yake. Sijui kama Kilifi na Marekani zimeshikana, sina hakika. Ndio. Ukienda Kitui. Ndio. Kitui na 2. Machakos na 2. Na zinafanya kazi vizuri. Na zinafanya kazi. Murang'a ina 2, Kiambu ina karibu 4. Ndio. Meru. So ni kitu ambacho kiko. Hata Nairobi ziko kadhaa. So it's not even a big issue. It's not a big issue. Right. Asante sana Mheshimiwa Mrutu. Tunapomalizia labda maneno yako ya mwisho msikilizaji kuhusiana na masuala kwa msikilizaji wetu kuhusiana na masuala ya kilimo na kuhusiana na masuala ya siasa ambazo zinakuja katika mchaguzi wa mwaka 2027 yapi? Asante Albert. Na pia kwa nafasi ya kuzungumza na wewe na wasikilizaji wako ambao najua wako karibu kaunti nzima hii. Ndiyo. Na kaunti pwani nzima. So asante sana kwa hilo. Ndiyo. Mimi msukumo wangu kwa sasa kwa sote ni kwamba tafadhali tuzingatie kilimo biashara. Ndio. Kilimo biashara na ufugaji biashara. Na hasa pia ufugaji biashara. Ndio. Najua kwamba mipango ya serikali ya kitaifa ni kuwa na export, livestock export facility hapa Bachuma. Sasa wanahitaji mifugo ya kuuza nchi za nje. Kweli. Sisi mahali tulipo Taita Taveta ranche zetu ni karibu ekari 1.2 milioni. Sasa tuna nafasi kubwa ya kutengeneza pesa kwa kusaidia jamii yetu. Ndio. Lakini mpaka tujipange. Tukiendelea ufugaji ule wa kawaida, tunaweka ng'ombe, hatujui zitakula nini. Ndio. Hatujui maji zitapata wapi, zije kufa, hatutafaidika. Ndio. Sasa na sisi kuweza kufanya huu ufugaji wa kisasa lazima tunahitaji pesa. Ndio nasema shirika la AFC liko hapo. Na sisi shirika la AFC peke yake, mashirika mengine pia yapo na mabenki pia yako. Na kama nilipogusia mapema, tunajaribu kufanya mkutano na mashirika ya fedha ya kibinafsi na ya serikali na wafugaji ili tuweze kuwapatia mwongozo vizuri waweze kujipanga. Waangalie kwamba huu mradi wa serikali wa uuzaji wa mifugo nje ya taifa.
wanaweza kuingilia hapo namna gani? Wanaweza kufiti hapo namna gani? How can they dovetail into this program? Because the opportunity is there. It is up to us to take up those opportunities. And sometimes, as they say, opportunities don't knock twice. Sisi tukiachia, mifugo itakuja kutoka Makueni, mifugo itakuja kutoka Kajiado, kutoka Garissa, na itauzwa, na sisi tutabakia hapa kulalamika. Kwa hiyo tuna opportunity ya kufanya kazi na serikali ya kitaifa, tukafaidika. Mradi wa serikali ya kitaifa ukafaidika, na sisi wenyewe kama county tukafaidika. Na sio kama kufaidika kwa county, sio hata kwa watu binafsi peke yake, hata serikali ya county. Manake pia kuna ushuru watakuwa wanatoza. Kweli. Kwa hiyo ushuru wa county utaongezeka, na vile mapato ya watu binafsi yataongezeka. Alright. Asante Albert. Asante sana Mheshimiwa John Mtuta Mrutu kwa kutenga muda wako vile na kuja kuzungumza nasi na kutueleza masuala kadhaa. Siku za usoni vile utakwenda kutafuta tuje kuzungumza masuala mengine zaidi. Naam. Asante msikilizaji. Huyo amekuwa ni mwenyekiti wa shirika la mikopo kwa wakulima, Agricultural Finance Corporation AFC. Vile alikuwa ni governor wa kwanza wa kaunti ya Taita Taveta. Amewania kiti cha ugavana mara 3, kapata mara 1, na vile amesema sasa kuelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027 atakuwa katika debe kuwania kiti cha useneta kupitia chama cha UDM. Msikilizaji, mimi naitwa Albert Mwanyasi. Kipindi kizima ni cha Sifa Asubuhi, na hii ambayo unasikiliza ni Sifa FM, pumzi safi ya uhai. Na zama kisha nikirudi tunakuja kufunga. Usicheze mbali.